Ukitaka kitu chochote kukifanya halali, ongeza mbele Islamu. Ukitaka benki ya riba na nini iwe halali, wesema albankul islami, ishakuwa halali. Umeelewa? Ukitaka kumla nguruwe, mwite alkhinziru alladhi dhubiha bitariqati alislamiyya, nguruwe huyu amechinjwa kwa njia ya Kiislamu, halali. Ukitaka kuimba al-aghani al-islamiyya, hizi ni nyimbo za Kiislamu, ndio anashidi. Yani wahalalisha kwa kunasibisha vitu na Uislamu. Wewe utakuwa mwivi, usibe hivi hivi, andika as-sariqatu al-islamiyya, huu ni wizi wa Kiislamu, halali. Elewa? Wacheni kucheza na sheria ya Allah. Kwa hawa jamaa wakaingia katika kuimba, na wengi katika awamu wakazama katika mambo haya wakidhania kuwa wako katika kheri, kumbe maskini ndio wazama katika upotofu. Na ndio maana Sheikh Ahmad bin Yahya an-Najmi alipoulizwa hizi nyimbo hizi za ufiski na anashid ipi ni mbaya zaidi, akasema anashid ni mbaya zaidi kuliko hizi. Ndio siku zetu tulivyosema hivyo, mahizbi wakaruka, tukawatandika kweli kweli mpaka wakanyamaza, kwa sababu anashid ni bid'a na hizi nyimbo zingine hizi ni maasiya. Yule mwimbaji wa nyimbo zile akiwa Muislamu yuwajua kama anafanya maasiya, na huyu mubtadi' aona afanye ibada, na ndio maana hawezi kuiwacha. Sasa maasiya mtu aweza kutubia, lakini bid'a, kwani wewe hamjaona watu wa maulidi sasa hivi wao wenyewe kwa wenyewe walalamika kwa jamaa tutunzidi. Sasa haya tulikuwa tukiyasema miaka huko nyuma, na waliyasema kabla yetu watu wa sunna miaka huko nyuma, kuwatahadharisha watu kuhusu bid'a. Lakini tizama sasa hivi wamefikia wakati wao wenyewe sasa wameona, alhamdulillah, baadhi yao waliona insaf, waanza kuona kuwa hiki kitendo bwana tunachokifanya makosa, kwa sababu huwezi kuweka mipaka katika bid'a, si ibada. Sisi tunajua kuwa swala ni nini. Swala ni kitendo kadha, kina nguzo gani? Nguzo ni hizi, wajibat hizi hapa, mustahabbat ni hizi hapa. Tunasoma katika vitabu vya fiqh na vitabu vya hadithi kuhusu swala, zaka, som. Maulidi nguzo zake nzipi? Nguzo yake ya kwanza mbiriani, na nguzo ya pili mtwari. Manake kuna nguzo gani? Hebu tueleze, kama ni ibada hii, ibada hii ina wajibati gani? Nguzo nini zake? Alafu vipi, nia ni sharti ama si sharti katika mambo haya? Mmetoa wapi? Sasa kwa kuwa haina masharti, haina mipaka, haina chochote, sasa utamlaumu vipi yule mtu kile anachokifanya katika jambo kama hili ovu? Ukamwambia kuwa hii haimo, atakuuliza wewe unjuaje haimo hii? Bwana, vile tunavyocheza kama wenda wazimu ile, hii si maulidi. Hebu tukuulize wewe, hiyo maulidi unaitoa wapi ambayo yako itakuwa yafaa, ya yule haifai? Ushawahi kuuliza? Tuseme kwa mfano yule anayecheza mpaka katika, kuna mmoja klipu yake imesambaa karibuni hivi, anavyocheza sijui hata sielewi, acheza ovyo ovyo. Sasa jamaa uleta ile klipu, sasa hii maulidi wenyewe kwa wenyewe. Sasa kwa mfano yule bwana aje aseme kuwa kwani hiyo yenu ndio maulidi? Sema yetu maulidi. Mtoa wapi kuwa watu wacheza hivi? Mmetoa wapi kuwa hii yangu kucheza break dance haifai, lakini nyinyi kucheza na nini yafaa? Kucheza kama mkungu wa ndizi ile, hii ntoka wapi kweli? Si kuna wengine wafanya hivyo, wafanya mkono, wafanya mkono hivi. Muntoa wapi? Yule mwambia yake haifai, nyinyi yenu yafaa. Hii yenu mmetoa wapi na yule ameitoa wapi? Haya mazungumzo ukiyazungumza sitomaliza. Lakini wallahi watu wengi wamechezewa na shetani, ikawa ni sababu ya kuweka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wakiona kwa vitendo vyao wajikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Tolewa kwenye nyimbo, ingizwa kwenye nashid, kumbe uko pale pale tu, bali umekwenda mahali pabaya zaidi, kwa sababu sasa wajikaribisha na Allah kwa kitendo ambacho ni haramu. Wallahu almusta'an.